Hizi ni siri ambazo watu wengi hawazijui, lakini wacha leo tuendelee kuziweka wazi. Ikiwa hujaoa, mafunzo ambayo umepewa ni kutafuta, wamekupa sifa za mwanaume na wamekupa sifa za mwanamke. Kama wewe ni mwanaume, kwamba mwanamke fulani ndio unapaswa kuoa, mwanaume fulani ndio unayepaswa kuoa. Kwa mwanaume anahangaika kutafuta mwanamke wa aina fulani, mwanamke anahangaika kutafuta mwanaume mwenye sifa fulani. Ukweli ni huu hapa. Wewe huhitaji umbo la kiume lenye sifa fulani, bali unahitaji mtu aliyejitambua. Wala huhitaji umbo la kike lenye sifa fulani, unahitaji mtu wa kike aliyejitambua. Swali gumu ni hili ambalo unapaswa kujiuliza wewe mwenyewe. Ninawezaje kumtambua mwanaume aliyejitambua ikiwa mimi sijajitambua? Nawezaje kumtambua mwanamke aliyejitambua ikiwa mimi sijajitambua? Na huo ndio mtego ulipokuwa. Walikufundisha kuwatambua watu wengine, kuwajua watu wengine, kuwafikiria watu wengine, kuwaza habari za watu wengine. Wakakuzuilia kujitambua wewe. Ndio maana watu wengi wameoa na kuolewa na ndoa zinawasumbua, kwa sababu waliweka nguvu zao nyingi katika kuwatambua wenzi wao badala ya kuweka nguvu zao nyingi katika kujitambua. Nao tatizo lingine linazaliwa. Umeweka nguvu nyingi katika kujitahidi na kutaka na kutamani kumtambua sana mtoto wako, lakini hujajiuliza kwamba mimi je, najitambua? Sizungumzii habari za kujifahamu. Najua unajifahamu kwamba wewe ni mama. Nazungumzia habari za kujitambua. Je, unajitambua? Basi unawezaje kutambua makosa ya mwanao ikiwa anafanya vizuri au vibaya ikiwa wewe mwenyewe bado hujajitambua? Fikiria. Wengi wanalilia ndoa, wanafika kwenye ndoa wanakimbia. Wengi wanalilia watoto, wakishapata watoto wanawachukia. Tatizo sio kukimbilia ndoa. Tatizo sio kupata watoto. Tatizo sio pesa. Tatizo sio mume wako. Tatizo sio mke wako. Tatizo ni wewe hujajitambua. Anza safari ya kujitambua. Anza safari ya kujitambua. Punguza hamu ya kutambua watu wengine. Punguza hamu ya kutambua mume wako. Anza safari ya kujitambua wewe kwanza. Huo ndio ulinzi. Hiyo ndio silaha. Kwa wale ambao hawajaoa na kuolewa, na wasi sana, kama umesikiliza hivi hadi mwisho, anza safari ya kujitambua kabla hujaoa na kuolewa. Na huwezi ukaoa ama kuolewa mtu sahihi ikiwa wewe mwenyewe hujajitambua. Utaishia kuanguka kwenye mikono ya mtu ambaye hajajitambua. Mwishoni mtatengeneza ndoa ya watu wawili ambao hawajajitambua. Mtazalisha watoto ambao hawajajitambua. Na dunia itaendelea kuwa giza. Itaacha kuwa nuru. Baada ya hapo tutageuka, tutazilaumu nguvu kuu. Tutamlaumu Muumba, tutalaumu Mungu kwamba anafanya makosa, lakini ukweli sisi hatujajitambua. Fikiria kuhusu wataalamu wa masuala ya kiroho, walimu wa masuala ya kiroho. Fikiria kuhusu wataalamu wa afya ya akili ambao wameconnect na roho zao, wakurudishe ndani mwako, wakutafakarishe, wakufundishe
ujitambue. Salia na wakati mwema hadi wakati mwingine. Ninafurahia kuwa na wewe. Mimi ni MJ for people. Bye bye.